hapa. Mpango yote nataka iende inavyotakiwa. Huyu bwana nimemuuzia mimi. Ila sasa huyu naye ananitia mashaka. Wewe kanunua wiki mbili tu mara nyumba ishasimama vile. Anza kunisogeza huyu. Lakini ngoja kwanza nipambane. Maana huo ndo wakati wenyewe bwana. Siku hizi mambo ya ardhi yamekuja juu, unaweza ukajikuta baadaye sijui na mimi naishia jela. Lakini si wananunua na wenyewe wanauza kwa ridhaa. Mimi si mlazimisha mtu bado bwana. Sasa hapa nataka eneo hili lote tunabakisha sehemu ya kuzikia. Huu ndio wakati wenyewe umefika. Angalia watu wote. Majumba chungu mzima sema ushaota. Mimi leo nikae hapa ni ndima poli. Nawe kama poli mpaka lini? Ili iweje? Mimi naenda huko huko. Mimi ndio atakayejua atakanipangia mimi baba hili vipi. Oha. Wewe kiti. Hey. Hai, hapa. Vipi? Safi, kwema. Wema karibu. Haya, asante. Mambo anasemaje? Nini? Sio maji ya kunywa hayo. Wewe unajikaribisha bwana, usalimii, uulizi. Sasa usemi bwana. Ningefanyaje? Ningeweka tangazo kwa kikombe huko. Uliza bwana, wewe unakurupuka tu hapo. Sasa wewe unasema sio maji ya kunywa, kumbe maji ya nini? Hayo sio ya kunywa sasa. Kunywa sasa. Kumbe una kiu. Vitu vingine havina utani ndio. Kunywa. Wewe unakurupuka tu bwana. Unatokea hapo? Nitokee wapi bwana? Mimi nimetokea zangu nyumbani bwana. Mbona una hema hivyo nini? Ule wakati wa kufikia maamuzi magumu ndio umeshafika hivi sasa. Unataka kunyonga? Niongee wapi? Sikiliza bwana Sumako. Unajua haya maisha ujue. Mimi leo hiyo tumekuwa pamoja na tumesoma pamoja ujue. Sawa. Usione hivi ujue. Nakumbuka nimekupiga sana makonzi wewe. Na mimi nilivyokuwa na ukata mitama. Tuendelee sasa. Rudi kwenye mada. Mimi nimeamua bora nichukue maamuzi magumu. Sio umeona? Hii sasa sio kijiji hichi bwana. Sasa hivi nakaribia kuwa wilaya. Sasa mimi unafikiri nitakaribia mimi nitakuwa ninakaa nalinda mapoli yani mpaka lini? Kwa hiyo unataka nini sasa? Iko hivi. Umesikia bwana? Mimi bwana nitafutie mtu. Akitokea mtu angalau hata mwenye milioni 3, mimi nampa eneo. Bwana Matata, shida sio mtu. Shida mimi ninachoiona kubwa. Ndio. Wewe una watoto. Watoto wako wapi bwana? Watoto wananisaidia nini mimi bwana? Watoto wamekaa mjini huko wanamsaada gani na mimi? Wananijua kitu gani mimi? Simuoni mtu kuja kunitembelea, simuoni mtu kuja kunikagua, simuoni mtu kunisalimia wala kufanya kitu chochote. Pesa zao mimi nimekaa nimewalea. Na mapoli mali yako ya. Mali yangu mimi. Sawa. Sasa wewe ofa yako shingapi unataka? Mimi bwana mtu akitokea akiwa na milioni 3 nimelizika. Sasa milioni 3 mimi naitafuta mtu nakula nini hapo? Wewe hata milioni ukile. Kwa nini mimi nikibaki na milioni 2 kuna nini? Nyingi sana. Sana. Umesikia bwana? Huyo mimi niko katika finali ujue. Na finali yenyewe ungeingia vibaya. Kwa sababu wewe finali ulikuwa unataka kucheza na Brazil, goli 8. Bila majibu. Ninachokifanya mimi sasa. Mimi ninauza ninakula mwenyewe. Bora nitoe shavu. Mimi ninakwenda kukaa kufikiria watoto. Kesho nikitoka mimi nikiondoka akija kulisi wao, watanisaidia nini? Hapa nilipo wanisaidia hapo baadaye. Wewe unataka kuuza lini hiyo? Hata sasa hivi. Subiri. Hata sasa hivi. Umesikia bwana? Nilikuwa namtafutia huyu mama. Pole pole tu nikawa nataka. Unatafuta pole pole ya nini bwana? Watu tupo tuna mapoli yetu bwana. Ngoja tumtafute kwenye simu bwana. Hapatikani? Atapatikana tu. Habari? Salama. Mwenyekiti. Aisee mwenyekiti, nimefurahi kupata simu yako. Hujasafiri maana nikawa napiga huko na wasiwasi, unaniambia mara mwisho unaweza kaenda Ulaya wewe. Nilienda Canada lakini sasa nimerudi. Niko hapa Bongo. Uko Bongo Vipi, hamna mpya? Sasa mama. Mwenyekiti. Kuna mtu hapa niko naye ana mashamba yake. Anauza. Msikia bana? Anauza. Sasa na yeye ana haraka na shida sana ya pesa. Fanya kama unaweza hata leo uje. Mwenyekiti hapo ishi hapo. Shilingi ngapi? Eneo kubwa kiasi gani na ni shilingi ngapi? Anauza shilingi ngapi? Milioni 3 na nusu. Milioni ngapi? 3 na nusu. Milioni 3 na nusu? Mwenyekiti acha
Yaani ukubwa wake mama unaweza hata kujifundishia gari hapo. Nakuomba, niko chini ya mbaliga zako. Naomba usiruhusu hilo eneo likanunuliwa na mtu mwingine, sawa? Mimi niko naye hapa nyumbani kwangu amekaa, na kama vipi naweza nikamuingiza ndani alale, mimi nikafunga mlango asiondoke. Sasa kama una 50 hapo, hebu mshikishe, mwambie hiyo ya chai. Yaani hiyo ya chai na haitakuwepo kwenye mahesabu yetu. Haina neno, haina neno. Hai, bale hilo. Haina tabu mama, haina tabu. Ah. Anajisikia vibaya. Eh. Wewe naweza kukupa simu karibu biashara. Umesikia bwana? Na bwana, Wewe bwana ushauza bado upokea hela tu. Kweli? Huyu anakuja leo. Sasa tunafanya nini? Nimsubiri hapa hapa. Wewe kama una njaa nenda semote kula vitu vya watu. Hela baadaye unalipa. Sasa amesema unipe 50. 50 nyewe binadamu bwana, roho mali ya Mungu. Wewe kutoa hela mimi kafa yule au mkufa ghafla mimi napata wapi hela? Wewe vumilia. Baadaye hela utapata. Au nikufungie ndani ulale? Unanifungiaje ndani? Mimi na usingizi. Mimi siondoki, niko hapa hapa. Nenda kafanya shughuli zako bwana. Wewe utakaje hapa sasa? Nenda kufanya shughuli zangu bwana. Mimi na malengo yangu ujue. Sasa si utarudi. Mimi ninayafanya haya mambo kwa akili yangu. Na nyumbani kwako. Sasa hata kama nina nyumbani kwangu, kwani ningekaa hapa kule dhambi? Maji shakunywa. Ampishi amna leo. Pote ya bali. Mimi nakuja hela chungu mzima bwana, ndio mambo mpishi bwana. Kula sitaenda kula popote. Sasa naomba mzuie asiondoke hapo. Kama unaweza muweke super glue asitoke hapo. Haya. Ewe naye. Mwenyekiti. Karibu. Yaani sasa nikasema nitakuta umeondoka au vipi? Hapana, mimi nilikuwa siwezi kutoka na kusubiri wewe. Haya, nipe amri yako. Shikamoo. Marhaba, marhaba. Baba, shikamoo. Marhaba, hali ni? Bila shaka utakuwa ndio wewe. Ndio yeye. Ndio yeye. Ndio yeye. Ndio yeye huyo bosi wako. Ndio mimi mzee. Huyo ndo tajiri yako bwana. Mama shao. Huyo nyonge huyo unamwamkiaje sasa mwanao huyu? Nizamu. Nizamu itoke wapi bwana? Sasa tufanye yeye bwana. Mama kuna mtu nani nilimpigia simu? Anapataka hapo hapo. Sasa mwenyekiti, mbona unakuwa hauna msimamo? Unataka mimi ninunue au una mteja mwingine? Ni wewe nimekuandalia. Haya basi twendeni. Umekuja kamili eh? Mimi sina neno, wewe unanijua. Twende. Mzee. Sasa hauna eneo lingine? Mimi nafikiri pale Acha hiyo jamaliza bado. Bwana, eneo tumeshafika. Eneo lenyewe ndio kama hivi unavyoliona. Eneo safi kabisa, super. Watu wanajenga bwana huko. Sana. Na unaona wanajenga huko hawana hela. Unaona bwana, mpaka kwenye muembe ule unaona ule muembe ule. Ile nini? Kaburi? Bwana, nyumba ile. Kaburi wapi? Na hapa bwana unaweza ukajenga hata magodauni yako 3 4 ya kusindika samaki. Unaweza ukajenga godauni la kusindika asali hapa. Wewe tu. Kwa hiyo wewe sasa, kwa hiyo katika milioni ile 38 unapunguza ngapi? Wewe bwana, kama hutaki turudi. Mimi kuna mtu nataka nimuuzie. Subiri bwana, wewe mwenyewe umesema milioni 38. Sasa dada wangu, hakuna biashara ambayo haina maongezi. Wewe kutoka kwa milioni 38. Sasa wewe kama hutaki hiyo milioni 38 acha. Manake mimi nataka nikuuzie wewe kwa sababu tunajuana, nishakuusia viwanja vingi. Kuna watu wanataka kununua hili eneo ili waweke minara hapa. Pote hapa pata eneo minara pote hapo unavyoona. Sasa sikiliza, ngoja basi kwanza. Hiyo masuala minara achana naye. Katika hiyo milioni 38, mimi nakupa milioni 30. We. Sasa eneo lenyewe sitoka pale mpaka hapa kuonyesha. Eneo hili tu nitakupa shilingi ngapi dada yangu bwana? Milioni 30 unakataa? Hebu subiri kwanza. 30? Ya nini? Mzee shikamoo. Kwema. Ajabu. Milioni 30 ya nini? Huyu mama atakunuuzia eneo lake kutoka eneo kuna jiwe kule mpaka pale kwenye ule mwembe. Umeelewa bwana? Milioni 30. Mimi nataka nimpe. Lakini yeye anataka 38. 38 mimi sina, nataka nimpe milioni 30. Hali yenyewe unajua ngumu.
30 anakataa huyu mama kweli? 30. Milioni 30 nataka nimpe kesho. Nampa sasa hivi. Milioni 30 siuzi. Ubaya wangu mimi nini? Na mimi uzuri wa kazi gani? Kaka ngoja nikwambie kaka. Umesikia bana? Mimi nataka hela sio uzuri. Huyu kaja juzi tu hapa. Umeelewa? Nakuja juzi. Hili lote mimi eneo langu. Sema lilikuwa eneo lako, nitakufunga mzee. Hata kama sio la kwangu kihivyo, wewe mimi nimekuuzia juzi. Tena milioni hizi 3 tu. Sasa milioni 3 kutaka kuuza milioni 30. Si bora nikuuzie mimi. Umuuzie vipi yani na 30 anakataa namna hiyo kumbe umemuuzia milioni 3. 3 tu. Ngoja nini? Sikiliza wewe mzee nikwambie kitu. Nini? Wewe nani? Nasemaje? Sikiliza ngoja nikwambie. Kama vipi twende kwa mwenyekiti. Ngoja. Sasa kwanza milioni 38 tena siuzi nauza milioni 45. Njoo bana. Haiwezekani mambo mengi. Mambo ya dhuluma. Wewe umemtoa wapi mama mdhulumishi kama wewe mama mdhulumishi umemtoa wapi? Haiwezekani hata siku moja. Yeye kanunua kwangu milioni 3, hata kumuuzia mwenzake milioni 38. Ubinadamu gani ndio utu? Wewe ndio utu wako vipi? Jana kweli jana. Eneo langu. Itakuwaje? Jana ni nini? Eti mwenyekiti. Wewe tulivyotoka pale. Jana nini? Unazungumzia nini kuhusu? Si ndio tulikuwa tumefanya biashara? Na nani? Na udada huyo. Umemuuzia nini? Eneo la kwake kwa hiyo. Si umemuuzia? Ulisaini ukusaini jana? Nimesaini. Uliandikaje? Ukuandika kama mimi Matata Alela. Ndio. Na ikiwa na akili zangu timamu. Subiri basi. Sikushawishiwe na mtu yoyote. Ndio. Nauza mali yangu. Sawa. Umeandika hivyo kuandika? Sawa. Karatasi mama anazo. Kopi mimi nazo. Wengine wewe unazo. Bwana Matata. Hii unaochezea kaka sheria. Sasa milioni 3 kwa 30. Tena huyu utafungwa. Kama 30 si Matata una bahati mbaya moja ndugu yangu. Wewe watoto wako wako uko hapa shamba hawaji. Jela watakufuata wewe. Mama, hata kama hujanifuata potelea. Nasikia bwana mwenyekiti. Utafungwa. Anko, mimi naona huyu mama nimpe milioni 4. Sasa wewe. Mimi siwezi kusema ndio wala sio. Mali yake huyo. Mwenyekiti. Mwenyekiti. Wewe sikiliza, hiyo sio umpe huyo. Wewe nipe mimi nimrudishie. Mimi namrudishia haiwezekani. Wewe mzee. Ngoja niwaambie kitu. Ngoja. Afe munu afe mkwabi. Ngoja. Ngoja nikwambie. Eti kaka, kama ungelikuwa ungekubali kweli? Kwenye nini? Mimi hapa ujue toka wazazi wangu. Mimi mwenyewe nimezaliwa hapa ujue. Wazazi wangu wamekufa, nimebaki mimi. Mimi ndio nimekaa nalinda haya mapoli toka enzi hizo mpaka nimefikia mahali umri huu, utu uzima huu uliokuwa nao. Niko hapa. Leo kweli huyu mama huyu aje kununua kwa milioni 3 alafu aje kuuza milioni 38. Sasa mzee, ngoja nikwambie kitu mwenyekiti. Ili eneo ni la kwangu au sio la kwangu? Kisheria ni la kwako. Hii eneo ni la kwangu na wewe bwana naona maneno mengi, yani haujaja kibiashara. Sasa mimi shamba langu sikuuzi tena. Naleta mteja mwingine. Ngoja kwanza. Mama, wacha tunafanya biashara. Nitakupa hiyo 38. 38. Twende kufanya biashara. Nasema wewe mtoto atakufahamu tu hapa. Nasema atakufahamu tu. Fanya kwako hapo nisikukuta ile eneo unanihusu mimi. Unasema bwana? Wewe mama, shamalizana biashara na wewe bwana Upara umpitisha nyumbani pale. Haina shida. Kuna vigalama vya serikali kidogo. Muulize wewe mzee kama na eneo lingine nitakujua. Umesikia bwana? Anko, sikiliza. Sikukuta hapo mzee, wewe mzee, sikukuta hapo. Huyu anaondoka sio kwake anaondoka. Mwenyekiti, mimi unajua mimi mkorofi. Wewe ukorofi una. Wewe ukorofi wako ulimalizika pale kwa yule mama kwa milioni 3. Milioni 3 gani bwana? Nani milioni 2, milioni 1 umechukua wewe? Wewe umechukua milioni ujue. Umechukua milioni ujue. Sawa, ingine imeingia serikalini, ingine imeingia kwa serikali. Serikali gani bwana? Serikali wewe. Mimi nani kumbe? Mimi nani? Wewe sio ha. Mimi nani? Mimi serikali. Wewe sio serikali, wewe sumaku. Wewe ha sumaku. Ardhi inapanda siku hadi siku. Sasa kama inapanda ulikubali ije kumpa mtu kwa milioni 3? Wewe madam babako mbona hajauza hapo umekuja kuuza? Wewe jana tu. Leo anauza milioni ngapi? Sasa ondoka shamba la watu hilo. Siondoke watani hapa, siondoke. Mimi naondoka nende hapa, mimi hapa kwangu hapa. Niondoke mimi. Kuna serikali gani wewe serikali? Wewe unaweza kuwa serikali wewe? Serikali gani bwana? Mnatufanyia mambo ya dhuluma tu na mali zetu bwana, siwezekani. Ndio mimi serikali yetu. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.